Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu wapenzi watazamaji wa channel yetu hii, sina budi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola mlezi aliyetuumba sisi na wale wa kabla yetu, na pia tunampongeza rais wetu kwa juhudi kubwa ambazo anazifanya katika kuendeleza taifa letu, hasa ukipitia miradi mbalimbali kuonyesha katika ile ilani ya uchaguzi asilimia takriban 98 zimebaki kama asilimia 2 tu kumalizia kwa mwezi huu unaokuja. Nadhani itakuwa ilani imekamilika. Kwa hiyo ni jambo la kumpongeza, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuwa mama ni kiongozi mwenye hekima, na tunaendelea kumuomba endelee kuwa na hekima. Pia Mwenyezi Mungu ampe busara na ampe subira, kwa sababu wapo watu ambao hawatakii mema nchi yetu na wanaivunja heshima ya kiongozi mkubwa, ukiacha tu kuwa ni mama, lakini pia ni kiongozi wa taifa la Tanzania. Ndugu zangu, leo nataka niendelee pia kuwasisitiza watu. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakituhoji sasa sisi katika viongozi wa dini kuhusu hali iliyopo sasa hivi katika nchi yetu ya Tanzania, hususan katika jambo ambalo wapo baadhi ya Watanzania wenzetu ambao tuna mitazamo tofauti, na miongoni mwao akiwemo Askofu Gwajima. Tushazungumza katika video mbalimbali zilizopita huko, lakini bado watu wanahoji sakata ile la kufungiwa kanisa. Mimi niseme kama kiongozi wa dini kwamba tunatambua kwamba kiongozi wa dini ni mtu muhimu sana katika taifa, na pia anatakiwa aelewe heshima yake na aelewe kwamba yeye kama kiongozi anatakiwa atoe msaada kuisaidia serikali, kuisaidia jamii. Hili ni jambo ambalo kuonyesha kwamba dini yako ina uwezo mkubwa wa kushauri watu katika kuiendea haki pia, lakini inatakiwa pia tuwe na busara katika kufikisha. Lakini kiongozi Gwajima, japo yeye mwenyewe alivyozungumza alisema alitoa vyeo vyake, lakini yeye ni askofu, na tunaamini kwa mujibu wa maandiko kwamba askofu ni mtu asiyelaumiwa. Lakini tumeona kauli ambazo wamezitoa zimepelekea kufungiwa kwa kanisa lake. Sasa kuna baadhi ya watu wanatuhoji, hasa si katika viongozi wa dini, kwamba hivi mnaonaje kwa kufungiwa kanisa la Gwajima, mnakubaliana nalo? Sisi kufungiwa nyumba za ibada si mara ya kwanza, kwa sababu hata upande wa sisi Waislamu ishai kufungwa msikiti ule wa Mwembe Chai pale. Matukio tu mbalimbali yalitokeza kwa kutokuwepo na amani maeneo yale, ibidi serikali ifungie msikiti. Na kama kuna watu wana kumbukumbu, ilifika mahala kwamba hata kituo cha daladala kilichokuwa karibu na msikiti pale Mwembe Chai kilizuiwa. Ilikuwa watu wakipanda daladala, kama unatoka Kariakoo unaenda kushukia mbele Kagera, na kama unatoka Manzese kuja Kariakoo ama Magomeni unakuja kushukia huku Magomeni Mapipa, ili kukwepa lile eneo. Kwa hiyo hili ni jambo tu la kawaida. Sasa kilichokosewa hapa ni kwamba Gwajima amekosea kwa hatua kubwa sana. Kwanza, huwezi kushindana na mamlaka. Mimi kama sheikh, na wakiwemo mashehe wengine na viongozi wengine, maaskofu, viongozi wote wa dini, ni kwamba sisi ni raia tu. Hata pamoja na uongozi tuliokuwa nao, lakini tunabaki kuwa ni raia, ni watu wa kawaida, ila tu tunatofautiana vyeo, kwamba hatuna mamlaka ya kuiamrisha serikali tunavyotaka. Serikali inatakiwa ipewe ushauri, na kuna maneno mazuri pia ya kuambia wafalme. Na ndio maana nakumbusha tukio ambalo nakumbuka kipindi cha Rais Magufuli, aliandaa mkutano wa viongozi wote wa dini, Waislamu, wasiokuwa Waislamu, maana Wakristo na madhehebu mengine, wote walialikwa pale. Lakini tuliona wapo maaskofu ambao walitumia lugha nzuri kumshawishi Rais Magufuli kwamba kuna kiongozi mmoja ambaye alikimbia nje ya nchi, Askofu Mpemba. Lakini lugha iliyotumika ilikuwa ni nzuri, kwamba aliambiwa Rais Magufuli kwamba tunakuomba kiongozi, kama ikikupendeza basi tunaomba Askofu Mpemba aruhusiwe kurudi nchini kwa sababu nchi imetulia.
Haya ni kauli ya viongozi ambao wameeleza kauli nzuri. Hata kama rais kwamba ataonekana labda anachukia, ni chuki gani sasa? Kwa kauli nzuri ambayo utaitoa inasikilizwa. Lakini kama utatumia kauli mbovu, inawezekana dhamira yako ni nzuri, lakini umetumia kauli mbovu, basi dhamira yako itakuwa mbovu vile vile. Kwa hiyo lazima ifikie mahala kwamba tuheshimu na tuheshimiane, pamoja na kuwa kiongozi waheshimu pia hata waumini wako. Sasa sembuse kuizungumzia serikali kwa maneno makali kabisa, tena mtu anasema nitakumbua. Hayo sio maneno mazuri. Kwa hiyo sababu za kufungiwa kanisa ambazo zimetolewa na viongozi wa serikali, kwanza ni kwamba Gwajima alikuwa akishawishi waumini, yani kulikuwa kama na ushabiki fulani ambao ule ushabiki wake akawa anaupelekea kwa waumini. Hawakufungiwa kanisa kwa sababu ya kufanya ibada. Yani watu waondoe hiyo kauli na waondoe hiyo dhamira. Kilichofungiwa kanisa ni kwa sababu alikuwa Gwajima akiwatumia waumini wake katika kuishambulia serikali na kuwashawishi washangilie yale anayoyazungumza. Ni kwamba alikuwa anaichonganisha serikali na waumini wake. Kwa hiyo kuna mawili. Lau kama angekamatwa, serikali nayo inaangalia. Lau angekamatwa Gwajima akawekwa ndani, maana kuna baadhi ya viongozi pia tumewasikia wakiwemo viongozi wa dini, dini tofauti, madhehebu tofauti, wengi walisema kwa nini lifungiwe kanisa, kwa nini asidhibitiwe Gwajima? Serikali ina uwezo wa kutambua kwamba hapa nini kifanyike. Na ndio maana katika video yangu ya kwanza ambayo nilitoa, nilisema Gwajima unatengeneza vishawishi kwamba ukikamatwa basi ionekane kwamba Lissu wamekamatwa na askofu wamekamatwa, yani kuongeza ile tension. Kwamba watu wakiwa katika tension kubwa ionekane serikali inafanya aidha dhuluma ama inawadhulumu watu wake. Kwa hiyo ndio nilizungumza hilo. Sasa serikali ni watu ambao wana wataalamu, ni watu ambao wanajitambua, kuna wasomi na wataalamu mbalimbali, wanaelewa masuala ya kiusalama. Sasa mawili, angekamatwa Gwajima pia watu wangetokeza kulalamika. Sasa limezuiwa kanisa kwa sababu kilichokuwa kinafanyika pale ni kwamba Gwajima alikuwa akishawishi waumini wake, yani kuichukia serikali, na mengi aliyokuwa anashambulia, alikuwa anashambulia kuwapublish watu ili waweze kuikataa serikali iliyokuwa madarakani. Hii ndio sababu. Kwa hiyo watu wasione kwamba labda kuna udini, kwa maana upande wa serikali imetengeneza udini wa kuichukia kanisa. La hasha. Kwa hiyo watu wasipelekee katika dhana hiyo, kwa sababu sisi wote ni Watanzania, pamoja na tofauti zetu za kiimani, sisi wote ni Watanzania. Sisi tunaamini kwamba hata maneno ya IGP alizungumza akasema sababu za kufungiwa ni kutokufuata utaratibu. Lakini pia mimi leo nitoe ushauri kwamba baada ya kanisa ile la Gwajima kufungiwa, watu wengi wamelalamika, lakini pia kuna kauli za viongozi kwamba uangaliwe usajili na nini. Mimi nilikuwa na shauri kwamba haya mambo pia kuzipitia taasisi kuangalia aidha nyumba za ibada usajili wake, ili jambo tungepisha kwanza uchaguzi upite, alafu hii jambo lifanyike. Mimi na shauri pia lifanyike baada ya uchaguzi, ili kwamba tusiongeze tension kwa watu. Mimi ndio ushauri wangu. Lakini kuhusu swala la kufungiwa kanisa, hili linatokana na kwamba Gwajima hakuwa akisema yeye kama yeye peke yake, lakini alikuwa na washawishi na watu wengine waiasi serikali. Hii ndio sababu. Kwa hiyo watu wasije wakatoa maneno na kauli mbaya kuishutumu serikali. Mimi naamini hata kama ingekuwa ni msikiti, kwamba shekhe asimame kuishambulia serikali na kushawishi, alafu zingekuwa zinapigwa takbira pale, bado ingeonekana sehemu ya tatizo, msikiti pia ungezuiwa. Na ilikuwa sababu ni hizo za kuzuiwa, kwa sababu mtu anashawishi mpaka kanisa lake. Kwa hiyo ingekuwa hata imamu kushawishi waumini wake na zikapigwa takbira kushangilia namna inavyokanyagwa serikali, hii jambo pia ilikuwa halifai. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunataka watu wakifahamu. Kwa hiyo watu wasibadilishe ajenda. Watu wasibadili ajenda kuonekana kwamba Gwajima ameonewa ama kufungiwa kanisa limefungiwa kimakosa. Kilichozuiwa ni kwamba hata wale waumini walikuwa kitumika kiushabiki. Hii ndio sababu. Haina maana kwamba tunazungumza labda kwa kuchukia, labda kuichukia madhehebu ama kuchukia ibada za watu wengine. Hapana. Kwani makanisa mangapi hapo?
Mbona hajazuiwa? Kwa hiyo cha msingi tu ni kwamba watu wajue dhamira ya serikali kuzuia ile kanisa ni kuzuia shughuli za utendaji pale. Na hoja ya kwamba kwa hiyo wamezuiwa kwa sababu kuna Sunday school pale, kuna ibada watu wanafanya, wakafanyie wapi? Sehemu za kufanyia ibada zipo nyingi tu, japo kila watu wana makanisa yao, lakini tuamini kwamba, ndugu zangu, angalieni kauli za kiongozi. Kwa hiyo kama kiongozi anayeongoza, yani dereva mwenyewe akishakosea, lazima hiyo gari itapata ajali. Kwa hiyo kilichozuiwa pale ni kutokusababisha wale waumini, kwa maana ni Watanzania wenzetu, kuingizwa katika kesi kwa hali kama hiyo. Na ndio maana hata waliokamatwa waliachiwa, ila baadhi ya watu ambao onekana na makosa, tena ikionekana makosa mengine, walizuiwa, walibaki kule. Kwa hiyo watu wasishutumu serikali kuonekana labda kuna ubaguzi unafanyika. La hasha. Kwa hiyo tusibadilishe ajenda na kuwatia chuki watu waamini na kuichukia serikali yao bila sababu za msingi.